Na majira ni saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa saa 1 majira ya Afrika Mashariki. Hii ni Amka na Baraka1 TV, tarehe 26 za mwezi wa 4 2026, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Uvira na Fizi, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC waangusha drone ya M23 huku Minembwe. Jijini Uvira, wabunge wapanga kusikiliza kesi ya gavana Jean-Jacques Purusi wiki ijayo, na wiki hiyo hiyo pia Jean-Jacques Purusi aandaa mkutano wa hadhara mjini Uvira. Ituri, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC yatoa tahadhari kwa wanasiasa kujaribu kuunda uhalifu mpya, na pia kiongozi wa Katoliki Fridolin Ambongo asifia maendeleo mkoani Ituri. Kinshasa, serikali ya kemea usalama mdogo huku ikipanga pia kurejesha usalama maeneo yote ambako kunaonekana magaidi wa M23 na makundi mbalimbali yakiumbisha usalama. Na mkuu wa MONUSCO Bwana James Swan azungumzia kile walichokiongea baada ya kukutanana na magaidi wa M23 jijini Goma. Na msikose pia kutembelea Mwangaza TV ambako utakutanana na baadhi ya matukio yote ambayo yako narindimba kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vilevile kumbuka kushiriki katika operation Saidia Muzalendo, na hivyo itakufanya kuweza kuendelea kuwapa nguvu ndugu zetu ambao wapo kwenye uwanja wa mapigano. Na tuanze moja kwa moja na taarifa hii kutoka huko tarafani Fizi, jimboni Kivu ya Kusini, ambako majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wamefanikiwa kuangusha ndege isiyokuwa na rubani, drone ya M23. Magaidi wa M23 wamepata hasara kubwa baada ya ndege yao isiyokuwa na rubani kuweza kuangushwa na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hiyo tarehe 25 za mwezi wa 4 2026. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wamefanikiwa kwa kiwango kikubwa kuweza kuangusha drone aina ya CH4 ambayo ilikuwa ni ya M23 na RDF huko kwenye milima ya Nyanja ya Juu tarafani Fizi, kitongoji cha Minembwe. Kutokana na ripoti maalum kutoka katika hayo maeneo, ripoti hiyo ya kijeshi inasema majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo yanapatikana maeneo ya Kakenge pamoja na Mikenge, ikiwemo vile Lenge pamoja na Point Zero, walifanikiwa kuweza kuangusha ndege hiyo ya magaidi wa M23 ambayo ilikuwa na jaribu kutafuta mahala ambako kunapatikana kambi ya FARDC na wazalendo kwa ajili ya mashambulizi. Lakini kwa umakini zaidi, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walifanikiwa kwa kiwango kikubwa kuweza kudondosha ndege hiyo isiyokuwa na rubani. Msemaji wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Kivu ya Kusini, Operation Sokola ya pili, Luteni Mbui Kalonji Rugen ameweza kutoa taarifa hizo kwenye vyombo mbalimbali vya habari, na huko pia akiendelea kusisitiza kwamba maeneo yote hayo bado yako chini ya mikono ya FARDC na wazalendo, na kazi bado inaendelea kumsaka adui ambaye ni M23. Tofauti na kuweza kuangushwa kwa drone ya magaidi wa M23, vilevile wanajeshi wa M23 wakiwemo vikosi maalum vya Rwanda waliweza kukamatwa na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kufikishwa mbele ya uongozi wa jeshi katika hayo maeneo.
Hali kwenye milima ya nyanja ya kati pamoja na nyanja ya juu bado inaendelea kutulia, huku vikosi tiifu kwa serikali vikiendelea kufanya kazi kubwa kwa ajili ya kuwadhibiti magaidi wa M23. Utafahamu kwenye milima ya nyanja ya juu Minembwe, Mikenge, Kakenge, Alenge pamoja na Point Zero na sehemu zingine mbalimbali pembezoni mwa Minembwe, hali imekuwa yenye kutulia baada ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuendelea kudhibiti maeneo kaza wa kaza, huku pia Twirwaneho M23 Red Tabara wakianza kujificha kwenye mandaki. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweza kutoa tahadhari kwa waasi hao kuweza kujisalimisha kabla ya hatua kali zaidi hazijachukuliwa. Tukirudi huku tarafani Uvira, wabunge wamepanga kukutanana wiki ijayo siku ya pili kusikiliza kesi ya gavana wa Kivu ya Kusini Bwana Jean-Jacques Purusi kutokana na madai ambayo yanamkabili ya ulaji wa pesa za jimbo bila kuwa na mpangilio wote. Wiki hiyo hiyo pia na siku hiyo hiyo gavana wa Kivu ya Kusini Jean-Jacques Purusi pia anapanga kufanya mkutano wa hadhara mjini Uvira, huku akitarajiwa kwa kusanya maelfu ya wananchi kwa ajili ya kuambia taarifa kamili kwa kile ambacho kinafanywa dhidi yake, na hivyo wananchi wamekaa wakisubiria kusikia kauli kutoka kwa Jean-Jacques Purusi na vile kusikiliza mipango ambayo itakamatwa na wabunge wa jimbo ndani ya bunge la jimbo maeneo ya Kavimvira. Kwa sasa Kivu ya Kusini kumeonekana mgawanyiko kati ya wanasiasa, huku na vile mgawanyiko huu ukionekana ndani ya kabineti ya jimbo la Kusini. Wanamemba wa gavana makamu na gavana msaidizi, kuna kirusi ambacho kimeingia ndani, na yote ni kutokana na wabunge kuweza kutoa barua hiyo inayomtaka Jean-Jacques Purusi kuweza kutoa maelezo kwa kile wanachokiita kuwa ni uongozi mbovu na vile kula pesa za mkoa peke yake. Na baada ya taarifa hizo tunasubiria hiyo siku ya pili wiki ijayo kuona kile ambacho kitafanywa ndani ya bunge la jimbo na vile kile ambacho kitazungumziwa na gavana wa Kivu Kusini Bwana Jean-Jacques Purusi ambaye anakabiliwa na kesi kubwa. Tuingie huko mkoani Ituri ambako majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC yatoa tahadhari kwa wanasiasa kujaribu kuunda uhalifu mpya. Na huku pia kiongozi wa Katoliki Fridolin Ambongo asifia maendeleo mkoani Ituri. Baada ya hasara kubwa ambazo wako wanaendelea kuzipata magaidi wa Serpe ya Thomas Lubanga, mmoja kati ya washirika wa bwana Thomas Lubanga ameonekana kujaribu kulahai tena wananchi kwa kujaribu kutengeneza kundi lingine jipya ambalo litachukua nafasi ya Serpe, na yote ni baada ya kukosana na bwana Thomas Lubanga. Msemaji wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mkoani Ituri, Luteni Jile Ngongo na taarifa zaidi. Jeunesse ya Mahagi, jeunesse ya territoire d'Aru, notabilité ya Mahagi, notabilité ya territoire d'Aru, ba homme d'affaires, ba politicien ya territoire ya Mahagi pe ya Aru, bofongola matoi boyoka, bofongola matoi bolanda, et bosala angele, parce que Monguna rôde maintenant autour de ces deux territoires pour déstabiliser ces deux territoires. Ces deux territoires reconnus, baza reconnus des territoires pacifistes, travailleurs, une jeunesse dynamique, épris de paix. Mais banguna ya territoire wana mibale. Parce que Thomas Lubanga na serpe na ye. Après échec cuisant, sur le plan politique, sur le plan militaire, Thomas Lubanga, bazolinga ba isolé Thomas Lubanga, babeti Thomas Lubanga mosinzo,
balingi bapesa tout en créant un autre mouvement bapesa commandement na yango epa ya docteur Tungulo Vital. Thomas naebisaki yo moni mosinzo bazo beta yo mosinzo bientôt ozozwa isolement okotika la étiquette na serpe na yo. Voilà ce que les ennemis de la République bazako comploter du nouveau pour déstabiliser ces deux territoires au nazako loba Mahagi na Aru. Soyons vigilants. Soyons vigilants. Docteur Tungulo, candidat, il y a un autre mouvement pour déstabiliser la province à partir de Mahagi na Aru. Et en complicité, na chef Moussousou. En complicité, na certains notables, Tosan Lakeba. Au-delà, il y a soif, il y a pouvoir. Il y a Thomas Lubanga. Au-delà, il y a soif, il y a pouvoir. Il y a docteur Tungulo. Souvenez-vous, tango bakakani naba unière to bazongaki. Na ebisaki bino ke docteur Tungulo aza kotika la po bapesa un mouvement mususu. Alors que asinyaka mukanda ya boya Thomas Lubanga. Thomas Lubanga na ebisaki yo. Docteur Tungulo pe na ebisaki yo. Oyebi yo moko depuis makamuna loba ozaka susu na tomate. Na ebisaka Thomas ko bomisa yo. Maintenant awa nde siko yo lingi yo moko siko koma rival ya Thomas Lubanga na ba partenaire na bino yo okoma ko gérer siko un autre mouvement. Donc l'objectif oya ko déstabiliser Mahagi na Aru. Fanya angalisho. Tungulo fanya angalisho. En passant, nous félicitons la communauté Zunana et la communauté Lori. Ils ont refusé catégoriquement de comploter contre la République, contre la province de l'Ituri. Félicitations à la communauté Zunana et à la communauté Lori. Faisons attention. Nous allons revenir avec force et détail dans le prochain numéro Nabiso sur la dénonciation de ces plans macabres que Thomas Lubanga, docteur Tungulo, tout ce monde-là, tout ce monde cherche maintenant à déstabiliser la province pour intérêt à Bapaya. Les étrangers, intérêt à Bapaya. Et Bazako utiliser Banaya Ituri pour détruire Ituri. Banaya Mahagi, Banaya Aru, totalement. Et c'est aussi une question de jalousie. La manière donc Aru est développé, sécurisé, la manière donc Mahagi est sécurisé, Mahagi est sécurisé, Mahagi est développé. Docteur Tungulo, Fanya Angalisho. Félicitations à la communauté Lori, félicitations à la communauté Zunana. Hayo yakiwa yanazidi kuendelea huko mkoani Ituri. Bwana Fridolin Ambongo, mzee wa makanzu, aliweza kutembelea mkoani Ituri na kupokelewa na gavana wa Ituri Luteni Jenerali Luboya Kasha Majoni. Akichukua nafasi ya kuzungumzia kwa wananchi wa maeneo hayo, Bwana Fridolin Ambongo ameweza kusifia hali ya barabara kuwa nzuri na maendeleo jinsi yanavyoonekana mkoani Ituri. À ce moment, pour exprimer au nom de la délégation qui m'accompagne notre sentiment de gratitude au peuple de Dieu ici à Mambasa pour l'accueil déjà réservé à Monseigneur Emmanuel depuis son arrivée. Nous avons eu l'écho. Aujourd'hui, nous sommes là au nom du Saint-Père pour accomplir l'acte important que nous allons poser demain, la cérémonie de la prise de possession canonique du diocèse de Wamba. Nous aurons l'occasion de nous rencontrer, de suivre le programme tel que ça a été élaboré ici. Mais pour le moment, je voudrais tout simplement vous remercier
pour la préparation. Depuis notre arrivée à la piste d'aviation, la route qui m'a plutôt impressionné, une bonne route comme ça à l'intérieur, c'est rare. Et jusqu'ici, je vois cette colline a été préparée. Ça signifie que vous vous êtes vraiment investi dans la préparation de cet événement. Merci de tout cœur au nom de l'Église. Merci pour ce que vous ferez encore à partir de maintenant et après la prise de possession pour que le diocèse de Wamba, en partant de Mambasa, puisse se normaliser. Pour le moment, je vais vous donner la bénédiction. Il fait chaud et nous nous retrouverons à un autre moment. Merci de tout cœur. Huko nazidi kusikiza matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tarehe 26 mwezi wa 4 2026, saa 12 saa za Afrika Kati, moja majira Afrika Mashariki. Mimi ni Rajabu Akili Kabonga ambaye nakurushia haya matangazo. Pia unafuata matangazo yetu kutoka Australia, Canada, USA, Central pamoja na East Africa na wote ambao kwa maeneo ya Afrika ya Kusini. Ishidi Kizenga Tembele, King Sele, Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Edone Butoto, Biondo Kilamba Mawa, mzee wa state ya Maine, da Feza, da Letesha, da Asha, da Arbo na Kisi Kandeke, Simwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic na Makia Afrika Kusini, Mohamed Papiro Jabu kutoka Afrika Kusini, Yahya Hussein, wote wakiwa wanasikiliza Baraka One TV wakiwa wako maeneo ya Dar es Salaam. Na baada ya taarifa hizo tuingie jijini Kinshasa ambako serikali yakemea usalama mdogo huku ikipanga pia kurejesha usalama katika hayo maeneo. Tukianza na upande wa Grand Katanga ambako makundi ya Wakata Katanga na makundi mengine ya kihalifu yaliweza kuyumbisha usalama na hivyo kuleta hasara kubwa ndani ya mji wa Lubumbashi. Vile vile mapigano yaliyofanyika maeneo ya Chopo na kusababisha raia kukimbia makazi yao kukimbilia ndani ya mji wa Kisangani, na yote hayo kutokana na uwepo wa mahusiano kati ya magaidi wa M23 wanasaidiwa na Rwanda na makundi mbalimbali ya uhalifu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyu hapa waziri wa mawasiliano Patrick Muyaya akisimulia hali halisi ya hayo yote na nini ambacho serikali inapangilia kwa ajili ya kuweza kutuliza hali hiyo mbovu kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Conseil de ministres du 11 octobre 2024 sur la problématique de l'identification des éleveurs Mororo. Le rapport présenté détaille les activités menées, les décisions administratives pour faciliter le travail préliminaire, les préalables ainsi qu'un avant-projet de loi portant code du pastoralisme et des transhumances frontalières en République démocratique du Congo pour combler le vide légal. Après avoir passé en revue les quelques cas de sinistres et catastrophes déplorés, à travers certaines provinces rassurant des mesures prises pour y faire face, il a terminé par brosser la situation aux frontières. Toujours sur ces points sécuritaires, il a été complété par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, qui a quant à lui brossé la situation opérationnelle et sécuritaire en revenant spécifiquement sur la situation dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, des Lituri, ainsi que dans la périphérie de la ville-province de Kinshasa. Il a rassuré que les forces armées poursuivent avec leur détermination leur mission de défendre la patrie et nos populations contre les attaques coordonnées de la coalition RDF M23 sur tous les fronts. Suite aux pertes considérables subies au cours des derniers affrontements, la coalition ennemie procède au renforcement de ses troupes par les recrutements forcés des mineurs dans plusieurs agglomérations sous son occupation. De l'autre côté, les attaques terroristes ADF-ISCAP dans leur extension dans le Haut-Tuélé et la Chopo ont été systématiquement repoussées grâce au renforcement des FARDC en hommes et en matériel dans les triangles compris entre les territoires de Mambasa en Ituri, Wamba dans le Haut-Tuélé et Bafasende dans la Chopo.
En ce qui concerne le mouvement insurrectionnel Bakata Katanga et ses alliés, l'opération de leur neutralisation se poursuit normalement dans l'espace Grand Katanga, nonobstant leurs attaques isolées contre les positions de nos forces. Un point a été également fait sur l'évolution de la situation sécuritaire dans les triangles de Congo central, ville de Kinshasa et Grand Bandundu. Le ministre délégué aux anciens combattants qui suit spécifiquement cette question a fait les points sur les avancées enregistrées. Kwa upande huo pia kiongozi wa MONUSCO Bwana James Swan baada ya kuweza kukutanana na magaidi wa M23 amekuja na kauli ifuatayo. Cha kwanza, kunatakiwa kuweze kuwa usitishwaji wa mapigano ya moja kwa moja na vile vile matumizi ya ndege zisizokuwa na rubani kwa ajili ya kutwangana ziweze kusitishwa. Jambo la pili, akitaka pia mambo ya matumizi ya GPS kwa ajili ya kugundua mahala ambako adui anajificha pia yaachwe kutumikishwa, maana ni kuzidi kuyumbisha na kuvuruga makubaliano ya kusitisha mapigano. Tofauti na hilo pia kutaka watu waweze kuwa huru, wafanyakazi wa MONUSCO wapate nafasi ya kuzunguruka katika kila kona, na vile vile uwanja wa ndege wa Goma na Bukavu uweze kufunguliwa haraka iwezekanavyo. Mengi na zaidi, huyu hapa kiongozi wa MONUSCO nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana James Swan. Le suivi du cessez-le-feu exige qu'un certain nombre de conditions indispensables soient réunies afin de permettre au mécanisme conjoint élargi de vérification plus d'opérer de manière crédible, sûre et efficace. Ces conditions comprennent la cessation de l'usage des drones offensifs, la fin du brouillage et de l'usurpation des signaux GPS, la pleine liberté de mouvement du personnel et des moyens de la MONUSCO, ainsi que l'utilisation sûre des aéroports et de l'espace aérien. Nous comptons sur la coopération de tous les belligérants pour qu'on avance rapidement dans ce sens. À travers cette visite, nous espérons renforcer la dynamique en faveur de la désescalade, redonner espoir aux habitants de la région et appuyer la mise en œuvre du cessez-le-feu pour une paix durable dans l'Est de la RDC. Je vous remercie. Baada ya taarifa hizo, nafikiri ndio mwisho wa matangazo yetu kwa asubuhi ya leo. Mengine tukutane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Mimi ni ndugu yako Rajab Wakili Kabonga, baba la baba, the one and only town DJP. Bye bye.